Ya kuota kaburi, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa anachimba kaburi, hali ya kuwa wewe mchimbaji ni mtu ambaye hujapata kuoa, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo: utaoa mwanamke mwenye vitimbi na mwenye hila sana katika maisha yako, na ndoa itakutesa sana ndani yake. Mwenyezi Mungu akunusuru na balaa hilo kwa uwezo wake subhanahu wa ta'ala. Lakini pia nukta ya 7 ya kuota njozi ya kaburi, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kasimama kaburini, basi njozi inajulisha kuwa una madhambi mengi, tubia kwa Mola wako. Wapo watu wanapenda sana kusimama makaburini. Sasa inakuja automatical katika njozi yako, wewe umesimama makaburini. Pengine ulikuwa umeenda kuzika, lakini wakati pale ulipokuwa umesimama upo juu ya kaburi la mtu ndio umesimamia, basi wewe unaambiwa kwamba una madhambi mengi sana, tubia kwa Mola wako. Na huu ni ukumbusho na dhikra kwa Allah tabaraka wa taala. Anakupenda sana ndugu yangu wewe ambaye utakayeweza kuota njozi hii, basi rejea kwa la ilaha illa Allah kabla na wewe umauti haujakufika. Ama njozi nukta ya 8 ya kuota kaburi, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kachimba kaburi pasina kuwa na mizozano ndani yake. Yani wakati unachimba ile kaburi hakuna mizozano kwamba kuna watu wanataka hapa unapochimba kaburi hili asije kazikwa hapa, mwenyewe alisema sijui kazikwe wapi huko, wala ardhi ile mnaochimba kaburi haina mizozo. Yani kwamba mbona mmeenda kuchimba kaburi kwenye eneo la mtu fulani, hakuna mizozano yoyote. Ukajiona unachimba kaburi hali ya kuwa hakuna mizozano, basi njozi hiyo inajulisha ya kwamba hiyo ndio nyumba yako ya akhera. Hiyo ndio nyumba yako ya akhera. Ukiota hivyo, basi hiyo ndio nyumba yako ya akhera. Na Mwenyezi Mungu akujalie kheri, kwa sababu utaenda ukiwa safi, ukiwa vizuri, una radhi zake Allah tabaraka wa taala. Lakini pia hata watakaobakia nyuma kutakuwa hakuna mizozano na kadhalika, na kaburi lako utastarehe vizuri. Na Mwenyezi Mungu akujalie kheri na fanaka tele kwa bishara hiyo anakubashiria. Zidisha tu ibada na kumdhakiri Allah subhanahu wa ta'ala. Ama nukta ya 9 ya kuota kaburi, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa anachimba kaburi pasina kuwa na mizozo ndani yake, kisha akajiona kuwa yeye mwenyewe ndiyo kaingia au kaingizwa kwenye kaburi hilo, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo: umekaribia muda wako wa ajali yako. Maana yake umekaribia muda wako wa ajali yako. Kwa hivyo jitahidi sana